We're watching Dilunga TV. Leo dunia inazungumzia mvutano mkali kati ya Irani, Israeli na Marekani. Je, huu ni mwanzo wa vita ya tatu ya dunia kama wengine wanavyosema, au ni muendelezo wa uhasama wa muda mrefu? Kwa nini Irani inaichukia Israeli? Kwa nini Marekani inaingilia kati? Na kwa nini Irani haishambulii moja kwa moja Marekani? Mimi naitwa Suleiman Dilunga na hii ni Dilunga TV. Hapa tutachambua chanzo cha vita hii inayowahusu wababe wa vita, Marekani, Irani pamoja na Israel. Mvutano kati ya Irani na Marekani ulianza rasmi mwaka 1979 baada ya mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran. Baada ya mapinduzi hayo, Irani ilianza kuipinga wazi Marekani na Israeli, ikiita Israeli ni adui mkubwa wa Mashariki ya Kati. Tangu hapo, Marekani imeweka vikwazo vikali vya kiuchumi dhidi ya Iran. Israeli imekuwa ikishutumu Irani kujaribu kutengeneza silaha za nyuklia. Pia Irani imekuwa ikisaidia makundi kama Hezbollah na Hamas, maadui wa Israeli. Hapo ndipo mzizi wa tatizo ulipoanzia. Unaweza ukajiuliza kwa nini Marekani inampinga Iran? Marekani ni mshirika mkubwa wa Israeli, na sababu kuu za Marekani kumpinga Irani ni hizi hapa: hofu ya Irani kumiliki silaha za nyuklia, kulinda maslahi yake ya kijeshi na mafuta Mashariki ya Kati, kulinda usalama wa Israel. Lakini pia kwa Marekani, Irani yenye nguvu ya nyuklia ni tishio kwa usalama wa dunia. Lakini pia unaweza ukajiuliza kwa nini Irani inashambulia Israeli na sio moja kwa moja kuishambulia Marekani? Hili ni swala la muhimu sana. Irani inatumia mbinu ya kivita inayoitwa proxy war badala ya kupiga vita vya moja kwa moja na Marekani, ambayo ingeweza kusababisha vita kubwa sana. Irani inaunga mkono makundi yenye silaha kama Hezbollah kule Lebanoni, makundi ya kijeshi Syria, wapiganaji wa Hamas na Gaza. Kupitia makundi haya, Irani inashambulia maadui wake bila kuingia vitani moja kwa moja. Unaweza ukajiuliza ni kwa nini? Kwa sababu vita ya moja kwa moja kati ya Irani na Marekani inaweza kuwa janga la kimataifa. Kumekuwa na hofu kuwa kutakuwa na vita kubwa sana ya dunia. Wengi wanasema hii ni vita ya tatu ya dunia inaweza kutokea. Kwa sasa kuna mashambulizi ya mara kwa mara kupitia makundi washirika, kuna vitisho vya kisiasa, kuna mashambulizi ya anga katika baadhi ya maeneo, lakini pia hakuna kabisa vita rasmi ya tatu ya dunia. Kila upande unaogopa matokeo ya vita kamili kwa sababu inaweza kuathiri uchumi wa dunia, mafuta, usalama wa kimataifa. Nikwambie tu kwamba mvutano huu si wa leo pekee, ni historia ya zaidi ya miaka 40 ya siasa, dini, nguvu za kijeshi na maslahi ya kimataifa. Swali kubwa ni hili: je, dunia itapata suluhisho la kidiplomasia au tutashuhudia vita kubwa zaidi ya dunia? Nikwambie tu kwamba muda ndio utakaotoa majibu sahihi. Tuache kusikiliza propaganda za mitandao ya kijamii na propaganda ya video za AI. Hii ni Dilunga TV, real story, real success na real impact. Usisahau kulike, kusubscribe, kuwasha alama ya kengele ili upate uchambuzi wa kina kuhusu maswala yanayotikisa dunia. Mimi naitwa Suleiman Dilunga. Ni follow kupitia kurasa zangu za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook pamoja na TikTok kwa jina la Dilunga TV. Niwatakie ufuatiliaji mwema wa vipindi vijavyo. Asante. Only on Dilunga TV.